katika eneo la Nyanda za Kaskazini, katikati ya Moshi na Arusha, wilayani Hai, ndipo kinapopatikana moja ya maajabu ya asili yasiyopatikana popote pengine nchini. Hii ni Chemka Hot Spring. Hili ni bwawa, lakini sio tu bwawa la maji ya uvuguvugu, bali ni mojawapo ya alama za uzuri wa asili wa Tanzania. Maji yanayotoka ardhini huku yakikutana na joto la miamba ya chini ya ardhi huunda bwawa hili la kipekee kabisa lenye rangi ya buluu angavu, kama kioo kinachoakisi mandhari ya kupendeza. Chemka ni mahali pa amani na uzuri wa asili usiogusika. Hapa sauti ya upepo ikichanganyika na milio ya ndege mbalimbali huleta utulivu wa kipekee. Wageni wanapenda kupumzika, kuogelea na hata kupiga mbizi katika maji haya yanayoonekana kwa wang'avu wa aina yake, mithili ya kioo. Kwa uelewa wa haraka utasema Chemka ni moja ya kivutio cha asili pekee. La hasha. Chemka sio tu kivutio cha asili, bali pia ni hifadhi ya viumbe wa majini na nchi kavu. Hapa unaweza kuona kobe wakijipumzisha kwenye miamba iliyopo hapa, na samaki wa aina mbalimbali wakicheza ndani ya maji. Wageni wanavutiwa sana na maji haya safi, ambapo unaweza kuona kila kitu kwa macho bila hata kutumia miwani ya kupiga mbizi. Mbali ya kuwa kivutio cha kipekee, Chemka imeleta mabadiliko makubwa kwa jamii ya eneo hili. Vijana wengi waishio katika eneo hili wamepata ajira kupitia utalii, na kazi kubwa ni kazi kama waongoza watalii, wapiga picha, wapishi wa vyakula vya kiasili na wauzaji wa bidhaa za sanaa. Mimi ni chef na husika na kuandalia wageni chakula. Kwa kweli tunafurahi kwa sababu wageni wanakuja, na pia tunajitahidi kuandalia vyakula na tunapata riziki. Tunajituma. Watalii wanapenda sana lamb barbecue, ambao kwa sisi tunasema ni nyama ya kondoo. Pia chakula cha pili ni hiyo chicken coconut ikiwa pamoja na wali. Wanapenda sana watalii wetu. Kwanza kabisa kwa tunapika ndani ya eneo la hifadhi, lakini pia wakaona kwamba utaratibu hapo kwa sio mzuri, tukatolewa tukapelekwa eneo la nje. Lakini baada ya muda tukatolewa tena tukapelekwa mbali zaidi, hapo ndio umbali wa mita 60 kwa ajili ya usalama wa chanzo cha maji ili kiweze kukaa kikiwa safi. Kwa hilo swala hilo halmashauri wameliweka sawa pamoja na uongozi wa kijiji. Tumeweza kwenda upande wa pili ambao ni salama pia kwa eneo la nini la hifadhi ya mto.
Mimi kwa majina naitwa Bakari Omari Msangi. Lakini pia nahusika na masuala ya guide na pia ile uokoaji. Kwamba ikitokea emergency yote mgeni na labda inatokea umeshindwa kuogelea, unazama kwa bahati mbaya, yani mimi kuhakikisha usalama kila mtu anaingia hapa unakuwa ni safe. Mfano, unaweza ukaa hujui kuogelea, nikakufundisha kuogelea. Lakini pia unaweza ukaa unataka tu kujua ile mazingira, mandhari hapa, jinsi miti ilivyo, maji yanapotoka, samaki wanapatikana wapi, kuna nini na nini. Hivyo sio kila mtu anayekuja hapa anaogelea. Wengine tu anakuja kutembea basi anaondoka na kujua maji yakoje. Mfano, yani kwa jinsi maji ilivyo na kina chake. Yani pasipokuwa sisi mfano tungekuwa tupo na zile extra ambazo zinakuwa zinatokea hapa, watu wengi sana wangekuwa shut down na wengi washakuwa shapufa. Kwa sababu unaweza ukakuta ni umekuja tu hapa kazi unaona unakuta mtu ndo anakunywa maji. Inabidi hapo posa hiyo unaingia nini unamtoa, basi unamwambia hii sehemu ndefu achana nayo. Kama uwezi tafuta boya, tafuta gari kwa ajili ya kuangalia, kupiga picha na nini, itakuwa salama. Changamoto zipo, mfano unajua mgeni anapokuja labda hana hela kukodisha boya, ana hela guide, amependa maji, anataka ogelee. Yani kinachotokea ni ile kwamba atalazimisha, yani kwamba atataka tu ingie kwenye maji. Kwa hiyo utajikuta ile muda umbea seka juu, wewe uko zao kule unatafuta kazi, unamuona mtu anakunywa maji. Kwa hiyo inabidi ile ndio changamoto kumsaidia tu, hata kama ni bure akupi chochote, inabidi umtoe tu kwa sababu ni binadamu kama wewe. Hapo awali fursa za ajira zilikuwa ni chache, lakini kwa sasa kutokana na ongezeko la watalii wanaofika hapa Chemka, vijana wengi wanapata riziki kwa njia endelevu. Chemka imeleta mwanga mpya wa maisha kwa jamii hii. Chemka sio tu chemchemi ya maji moto, bali pia ni chemchemi ya fursa kwa vijana wa Tanzania. Lakini ili Chemka iendelee kuvutia kwa miaka mingi ijayo, tunahitaji kuihifadhi na kuilinda. Katika kipindi hiki ambapo dunia inapambana na janga kubwa la mabadiliko ya tabia nchi, hivyo kwa tafiti za haraka zilizopo, ongezeko la watalii katika eneo hili limeleta changamoto za mazingira, ikiwa ni pamoja na uchafuzi wa maji na matumizi mabaya ya rasilimali za asili. Serikali kwa kushirikiana na jamii ya eneo hili imeweka mikakati ya kuilinda na kuhifadhi Chemka, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha matumizi ya mapipa ya taka, kupunguza plastiki na kuheshimu viumbe wa eneo hili. Kwa wenyeji wa Chemka, chemchemi hii sio tu kivutio cha kitalii, bali pia ni sehemu yenye historia na maana kubwa ya kiroho. Wazee wa kijiji wanakumbuka jinsi Chemka ilivyokuwa mahali pa maombi kwa mababu zao. Walikusanyika hapa kwa imani kwamba maji haya yalikuwa na nguvu kubwa ya uponyaji na baraka.
Chemka Hot Springs ni alama ya urithi wa asili wa Tanzania. Ikiwa tunataka vizazi vijavyo kufurahia uzuri huu, tunapaswa kushiriki katika kulihifadhi na kulilinda. Serikali, jamii na wageni wote kwa ujumla wao wanalo jukumu la kuhakikisha kuwa Chemka inabaki kuwa sehemu salama, safi na ya kuvutia. At Chemka, actually today we have only half a day because we are going this afternoon back to Poland. And this is the best option to go if you have not a long time. 3-4 hours and you're fantastic spending a day here. Clearness of the water, the temperature of the water and the smiling people. Sometimes we have a problem to find the correct way. Because it's a fantastic place. Sometimes the road signs from the main roads could bring here more people. We have a fantastic big pools, but not really many people in. So I think that will open the opportunity for Tanzania and for us to visit this place. Come and see this fantastic place, because people know about the Kilimanjaro safaris, but not many people knew about this place. So come and see. I really enjoy it. Uzuri wa Chemka unategemea sana juhudi zetu sote. Tuilinde, tuithamini na tuendeleze urithi huu wa kipekee kwa vizazi vijavyo.